السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. قال محمد بن إسماعيل ابن صلاح الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: فاعلم أن هاهنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. anasema shekhi baada ya kumaliza mukaddima wa kitabu hichi ambacho tuko nacho cha tathiru al-i'tiqad an adran al-ilhad, na kataja sababu iliyomsukuma kuandika juz'u hii. Anasema fa'lam, tambua, anna hahuna usulan, ya kwamba hapa kuna misingi, hiya min qawaidi ad-din, hiyo ni katika mihimili ya dini, wa min ahammi ma tajibu ma'rifatuhu, na katika mambo muhimu mno yanawajibika kutambulikana kwake. Fa'lam, basi tambua, anna hahuna usulan, ya kwamba hapa kuna misingi, hiya min qawaidi ad-din, ambayo ni katika mihimili vizingiti vile au vitu vyenye kuibeba dini. Wa min ahammi ma tajibu ma'rifatuhu 'ala al-muwahhidin, na katika mambo ambayo yenye umuhimu mno kujulikanwa kwake kwa wale wenye kumpekesha Allah. Na baada ya hapo akaanza kutaja hizo usul moja baada ya nyingine. Akasema al-aslu al-awwal, msingi wa mwanzo. Al-aslu al-awwal, msingi wa mwanzo, أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلال، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. هو msingi wa mwanzo katika msingi aliyoweka Sheikh al-Amir as-San'ani rahimahullah, annahu qad ulima min darurati ad-din, ya kwamba imejulikana katika mambo ya lazima ya dini, anna kulla ma fi al-Qur'an, kwamba vyote vilivyomo kwenye Qur'an, anna kulla ma fi al-Qur'an, kwamba kila kilichomo ndani ya Qur'an fa huwa haqqun la batil, kilichomo ndani ya Qur'an ni haki na wala si batil. Wasidqun, na ni kweli, la kadhibun, hakuna uongo, wa hudan, na uongofu, la dhalala, hakuna upotevu, wa ilmun, na ilmu, la jahala, hakuna jambo la ujinga ndani yake, wa yaqinun la shakka fihi, na kila kilichopo ndani ya Qur'ani ni yaqini ambayo hakuna shaka ndani yake. Annahu قد علم من ضرورة الدين. ukiambiwa hadha amrun ma'rufun au ma'lumun min ad-din bid-darura, na mwingine panatumika lugha hii. ukiambiwa jambo hili linafahamika katika dini ya ad-darura, yani ni jambo la lazima kila muislamu kulifahamu, al-mutahattam al-ma'ruf 'inda an-nas, ni jambo la lazima ambalo linafahamika kwa watu wote. Kana kama vile kusema mfano azina haram, hakuna mtu ambaye asojua kwamba zina ni haram. Kwa hiyo mtu ambaye atakayepinga, wanataja katika nawaqidul islam, man ankara ash-shay'a al-ma'ruf au al-ma'lum min ad-din bid-darura, kitu ambacho kinafahamika katika hali ya ulazima, kila mmoja anajua kwamba hili ni jambo la haram, alafu mtu akatokea akasema la, hili jambo si la haram, huyo anakuwa ameingia katika ukafiri. Kwa hiyo panafahamika katika sura ya ulazima, anna kulla ma fi al-Qur'an, yote yaliyomo ndani ya Qur'an fa huwa haqqu,
ni nini? Ni haki. La batil, ndani ya Qur'ani hakuna batil. Wa sidqun la kadhib, na ni kweli ambayo hakuna uongo ndani yake. Wa huda, na Qur'ani ni uongofu, yahdi ila alkhair, yahdi ila alkhair, inaongoza watu katika khair. La dhalala, hakuna upotevu. Wa ilmu, na Qur'ani ni ilmu. La jahala, hakuna ujinga. Wa yaqinu la shakka fihi, na ni yaqini ambayo haina shaka ndani yake, na yaqini ambayo haina shaka ndani yake. Haya mambo inawajibika kila Muislam kuyaamini na kuitakidi. Aitakidi kwamba Qur'ani ni haqqun, Qur'ani ni haki, kama Allah alivyosema la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, haijiwi na batil mbele yake wala nyuma yake. Kwa hiyo aamini kwamba Qur'ani ni haki, la batil, si jambo la batil. Halafu aamini kwamba Qur'ani ni sidqun, kwa sababu yanatoka kwa nani? Maneno haya yanatoka kwa Allah. Wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha, hakuna mwenye mazungumzo makubwa zaidi ya kumshinda Allah azza wa jalla katika ukweli. Qala wa huda, na Qur'ani ni uongofu katika sura gani? Katika sura ya kwamba inaongoza katika khairi. Haina maana kwamba kile atakayekuwa nayo atakuwa ameongoka. Qur'ani inamuongoza mtu katika khairi. Yule ambaye atakayetaka khairi inakuwa sababu lilhidayah, ni sababu ya uongofu. Wa yaqinu la shakka fihi, na Qur'ani ni yaqini ambayo hakuna shaka ndani yake, hakuna shaka ndani yake. Fahadha al-aslu, basi msingi huu la yatimu. Msingi upi huo? Hadha al-aslu isharatun ila al-Qur'an. Msingi huu wa Qur'ani, la yatimu islamu ahadin, hautimii uislamu wa mtu yoyote, wala imanuhu, wala imani yake, illa bil iqrar bihadha al-asli, isipokuwa kwa kuthibitisha msingi huu. Kwa hiyo atakayekuja akasema Qur'ani ni batil, huyo anatoka katika Uislamu. Atakayekuja akasema Qur'an ndani yake na uongo, kama anavyoitakidi hivyo nani? Ashia. Wao wakawa wanaitakidi kwamba Qur'ani imezidishwa na imepunguzwa. Kuna baadhi ya mambo yenye kumhusu Ali yameondoshwa. Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' liwilayati Ali laysa lahu dafi'. Wakawa wanataja aya kama hizo ambazo wanasema zimeondoshwa na kina Abu Bakar na Umar. Fahuna yaqa'u ar-rajul 'ala al-kufri, mtu hapa anaingia katika ukafiri. Kwa hiyo lazima mtu aamini kwamba Qur'ani ni haki na si batil. Kadhalika aamini Qur'ani ni kweli, hakuna uongo ndani yake. Wa huda la dhalala, pia aamini Qur'ani ni uongofu. Sababu ya mtu kuongoka katika uhai wake ni hii Qur'an. Wa ilmun, na aamini kwamba Qur'ani ni ilmu. Na maneno haya Sheikh anayazungumza raddun ala al-uqala au al-uqalaniyuna, wale ambao wenye kuzitanguliza akili zao zaidi kuliko maneno ya nani? Ya Allah azza wa jalla. Wakawa wao wanatia shaka kitabu cha Allah na wanasema kwamba adilla za Qur'ani ni adillatun dhanniya, ni dalili za kidhania, za kudhania, sio adillatun al-yaqiniyya. Kwa hiyo idha ta'arada al-aqlu wan-naqlu yuqaddamu al-aqlu indahum, panapogongana jambo la akili na jambo ambalo limenakiliwa, yani Qur'ani au Sunna, kwao wanaitanguliza akili. Hili ni pote potofu ambalo halipo katika njia ya usawa, Kwa anasema fahadha al-aslu, msingi huu, la yatimu islamu ahadin, hautimii uislamu wa yoyote, wala imanuhu, wala imani yake, illa bil iqrar bihadha al-asli, isipokuwa kwa kuthibitisha msingi huu. Wa hadha amrun mujma'un alayhi, na jambo hili limekubaliwa, lina ijma'i juu yake, la khilafa fi. Kwa hiyo moja katika mambo ya kuwaingiza mashia katika ukafiri ni kule kudai kwao kwamba Qur'ani fihi naqsun wa fihi khalal, Qur'ani ina mapungufu, ina kasoro, kuna mambo yameondoshwa, kuna mambo yamezidishwa yenye kumtaja Ali na khilafa yake.
hili peke yake linawaingiza katika nini? Katika ukafiri. Linawaingiza katika ukafiri. Kisha katika faida ya kuizungumza hapa, tamko la al-Qur'an, tamko la al-Qur'an, al-Qur'an fi lugha, tamko la Qur'an katika lugha bimaana al-qira'a. Ukisema Qur'an katika lugha maana yake nini? Qiraa, kisomo. Na maana hii ya lugha imetumika ndani ya Qur'an na katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mfano Allah anasema ndani ya Qur'an, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, si ndio? Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr. tamko Qur'an al-fajr huna bimaana qira'atu al-fajr, sio Qur'an. Ina maana kile kisomo cha alfajiri kana mashhuda, ni chenye kushuhudiwa. Kwa hiyo limetumika tamko la Qur'an bimaana ya al-qira'a. Kadhalika mfano katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema zayyinu al-Qur'ana biaswatikum. Mtume anasema katika hadithi zayyinu al-Qur'ana biaswatikum. Nini maana yake? Kipambeni kisomo chenu kwa sauti zenu. Hakuna mtu anahitajika kuipamba Qur'an. Qur'an inapambwa. Qur'an maneno ya Allah hayapambwi, lakini tamko la al-Qur'an huna bimaana al-qira'ah. Tamko la Qur'an huna bimaana al-qira'ah. Halafu neno Qur'an katika maana ya shar'an maana yake ni kalamu Allah al-munazzal, kalamu al-munazzal min indillah, al-kalamu al-munazzal min indillah. Na katika taarif ya Qur'an lazima useme ghairu makhluqin, sio kiumbe. Kinyume chake inakuwa ni taarifu naqis, inakuwa ni taarifu an-naqis. Kwa hiyo msingi wa mwanzo alioweka al-Imam al-Amir as-San'ani juu ya maneno ya Allah azza wa jalla, annahu qad ulima min darurati ad-din, pamefahamika katika jambo al-mutahattam, jambo lilohukumiwa katika sura ya lazima, anna kulla ma fil Qur'an, kwamba vyote vilivyomo ndani ya Qur'an, kila kilichomo ndani ya Qur'an, fa huwa haqqun la batil, hicho ni haki na sio nini? Batil. Kwa hiyo ukiona kitu kinakutatiza ndani ya Qur'an, jua taksiru ilmika, upungufu wa ilmu yako, au kwenda kombo kwa ufahamu wako, lakini maneno ya Allah yako sawa. Annahu qad ulima min darurati ad-din. Singi wa mwanzo unazungumza ya kwamba kile kilichofahamika katika ulazima wa dini, anna kulla ma fi al-Qur'an, kwamba kila kilichopo ndani ya Qur'an, fa huwa haqqun la batil, kitu hicho ni haki na sio batil. Wa sidqun, na ni kweli, la kadhib, sio uongo. Wa huda la dhalala, na uongofu sio upotevu. Wa ilmu, na ni ilmu, la jahala, sio ujinga. Kilichopo ndani ya Qur'an ni ilmu, hakuna jambo la ujinga ndani ya Qur'an. Na ndio maana maulama hata wa lugha wanapokuwa wanafanya i'rab ya yale maneno yaliyotumika ndani ya Qur'an, wanakuwa na adabu za ziada kuliko hata katika ilmu an-nahwi ambayo ni mujarrad an-nahw, si ndio? Kwa mfano katika masala yasiyokuwa Qur'an unasema hii ni harfu ziada, lakini ukija katika kile kilichotumika ndani ya Qur'an ambacho katika nahwu kinaitwa ni ziada, huko wanasema la, hii inaitwa ni taukid, kwa sababu ndani ya Qur'an hakuna ziada. Ndani ya Qur'an hakuna ziada. Kadhalika wanasema wa yaqinu la shakka fihi, na ni yaqini ambayo hakuna shaka ndani yake. Fa hadha al-aslu, msingi huu wa Qur'an, la yatimu islamu ahadin, hautimii uislamu wa yoyote, wala imanuhu, wala imani yake, illa biliqrar bihadha al-asl, isipokuwa kwa kuthibitisha msingi huu. Wa hadha amrun, na jambo hili mujma'un inda man? Inda ulama al-islam, limekubaliwa na ijma' imepatikana mbele ya makubaliano mbele ya maulama wa Islam, la khilafa fihi, hakuna tofauti ndani yake. Qala الشيخ رحمه الله الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. سكليزا منه يا شيخنا بسيم، أن رسل الله
mijumbe ya Allah, wa anbiyaahu, na manabii wake, mitume ya Allah na manabii wake, min awwalihim, kutokea wa mwanzo wao ni nani? Adam alayhi salam kama ni nabii, na kama ni rasul wa mwanzo wao atakuwa ni nani? Nuh alayhi salam, ila akhirihim, mpaka mwisho wao Muhammad, kwa sura zote mbili, iwe rasul au iwe nabii. Bu'ithu, wote hawa wametumwa lidu'a'il ibadi, kuwaita waja, kuwalingania waja, ila tauhidillah, katika jambo la kumpwekesha Allah. Kwa tauhidi gani? Bitauhidil ibada, kwa tauhidi ya ibada. Ambapo ni tauhidi gani hiyo? Tauhidul ibada. Tauhidi gani? Tauhidul uluhiyya. Anasema anna rusulallahi wa anbiyaahu, mitume ya Allah na manabii wake, min awwalihim ila akhirihim, tokea wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao. Bu'ithu, wamepelekwa na wakatumwa katika huu ulimwengu, lidu'a'il ibad, kuwaita waja, ila tauhidillah. Jambo kubwa walolifanya manabii wa Allah ni kuwalingania watu katika tauhid. Hawakuja na inqilabi siyasiya kama anavyosema Abu Muhammad al-Maqdisi al-Khariji, wala hawakuja kwa lengo la kusimika siasa tu. La, walikuja kitu cha mwanzo katika ulinganizi wao ni kuwalingania waja wa muabudu Allah mmoja na wasimshirikishe na chochote. Na hii ni haki ya Allah juu ya waja wake, Bu'ithu, wametumwa lidu'a'il ibadi ila tauhidillah, kuwaita waja katika jambo la kumpwekesha Allah. Na kumpwekesha huko kwa tauhidi gani? Bitauhidil ibada, kwa tauhidi ya ibada. Kwa maana hawakuja manabii wa Allah kulingania tauhidi gani? Tauhidi ar-rububiyya. Hawakuja kulingania tauhidi ar-rububiyya, tauhidi ambayo tumesema kila mwanadamu mwenye akili anayekubali tauhidi gani? Ar-rububiyya, anaamini kwamba huu ulimwengu unaye aliyeumba, huu ulimwengu yupo anauendesha, huu ulimwengu yupo anaopangia mipango yake. Ila watu wanalipinga jambo la zile ibada zao wanazozifanya kumfanyia Allah azza wa jalla peke yake. Na hapa ndio unapoona tofauti baina ya da'wa ya ahli sunna, da'watu salafia, na da'wa nyingine zote zilizokuwa katika sahatul islami leo. Baadhi ya watu leo katika linganizi zao huwezi kumkuta mtu anazungumzia masala ya tauhid, wala akazungumzia masala ya ushirikina, wala akazungumzia masala ya uovu wa kuyaomba na kuyasujudia na kuyatukuza makaburi na kuwatukuza watu wema waliotangulia au waovu ambao wanafahamika katika jamii. Lakini kuna watu wa mawaidha yao ni tabia njema, mawaidha yao watazungumza miamala, mawaidha yao watazungumza mambo ya ndoa, na hao ndoa ndio wamejazana leo katika viuno, kutafuta mwanamke na kujipura na kujipamba, ndio ambao wamejazana katika jamii. Kila mmoja anazungumza masuala ya ndoa leo. Hizi ni maudhui ambazo zipo zinawafurahisha watu wote. Maana ukizungumza mambo ya akhlaqi, ukizungumza tabia njema, mambo ya ndoa, mambo ya kutohusudiana, haya mambo kila mmoja anakupenda, watu wote wanakupenda. Utaona status zimewekwa, wewe sijui ubaya unafanywa, basi wewe lipiza wema. Haya ni mambo ambayo kila mtu anayapenda. Njoo zungumza katika upande wa tauhid, watu wampwekeshe Allah, waache kwenda kuomba katika mizimu, katika mapango, kwenda katika makaburi ya masharifu na ya mawali wanapokuwa na shida zao za ubunge au za siasa au za mipira, wasende katika maeneo hayo. Haya ni mambo ambayo hayazungumzi. Wanayozungumza ni ahlus sunna wal jamaa pekee yake. Sasa anasema shekhe kwamba manabii na mitume tokea wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao wametumwa katika hii dunia lidu'a'il ibadi, kuwaita waja ila tauhidillah, katika jambo la kumpwekesha Allah, bitauhidil ibada. Na aliposema bitauhidil ibada, tamayyaza da'wati ahli sunna an sa'iri ad-da'awati za tablighi na nyinginezo. Akisimama tablighi, akisimama mbele, atalingania watu katika tauhidur rububiyya. Allah kaumba mbingu, Allah kaumba ardhi, Allah hajakumba mbwa wewe ukaona bweka, Allah hajakumba nzi wewe ukaona unazunguka, hajakumba mende ukawa wewe unaenda chooni. Ni hivyo tu, alafu analia, alafu anafanyaje? Lakini msikiti alokaa pale una kaburi mbele na anasali katika msikiti huo. La, Allah ameyataja haya ndani ya Qur'ani. Mitume yote inalingania, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kama tafsitaja aya.
anasema bitauhid al-ibada, kwa tauhid al-ibada. Fa kullu rasulin, kwa hiyo kila mtume, awwalu ma yaqra'u bihi asma'a qaumihi, jambo la mwanzo analoligonga katika usikivu wa watu wake, jambo la mwanzo analoligonga kwalo katika usikivu wa watu wake ni kauli yake Allah, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. tazameni da'wa ya manabii imeshikamana na kalimatu tauhid lina shaqqai mbili, shaqqa al-ithbat wa madha wan-nafy. ya qaumi ibudullah, u'budullah, muabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghayru, an-nafy, hakuna nyinyi mola mwingine asiyekuwa yeye Allah ambaye mko naye. Kwa hiyo lazima kusimikwe na lazima kukanushwe, atajwe Allah azza wa jalla katika ibada peke yake, halafu zikanushwe ibada nyingine zote siokuwa za Allah azza wa jalla. Jambo la mwanzo analoligonga katika usikivu wa watu wake, ya qaumi ibudullaha, enyi watu wangu muabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghayru, hamna nyinyi mola mwingine. Maneno haya aliyasema Nuh ndani ya Qur'ani yapo, maneno haya aliyasema Hud, aliyasema Saleh, aliyasema Shuaib, aliyasema Ibrahim na wengineo, jami'ul anbiya waliyasema maneno haya. Someni suratu Hud, namna Allah alipokuwa akitaja mtiririko wa manabii mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam anasema shayyabatni Hud, imenitoa mvi surati Hud, kwa yale ambayo alikuwa akitajwa ndani ya sura hiyo katika visa vya manabii waliopita kabla yake. Qala, nasema alla ta'budu illa Allah, alla ta'budu illa Allah, kuna an-nafy wa madha wal ithbat. alla ta'budu nafy jami'u al-ibada, alafu illa Allah ithbatu al-ibadati liman, lillahi azza wa jalla. kwa hiyo msimwabudu yoyote isipokuwa Allah. kadhalika ani'budu Allah wattaquhu wa ati'un, ya kwamba nyinyi mumwabudu Allah na mumche Allah na munitii mimi. ani'budu Allah wattaquhu wa ati'un, ani'budu Allah, muabuduni Allah. hii ni al-ithbatu, wattaquhu wa ati'un, kana kwamba hapa uone labda an-nafy, lakini at-taqwa katika lawazim za at-taqwa ni an-nafy, katika lawazim za at-taqwa, kwa sababu taqwa ni fi'lu al-ma'mur wa tarki al-manhiy, kile kilichokatazwa. wa ati'un manitin, wa hadha huwa alladhi tadhammanahu qawlu la ilaha illa Allah, na hichi ndicho kilichojulishwa. tadhammana huna bimaana dallat, na hichi ndicho kilichojulishwa na tamko la ilaha illa Allah. la ilaha illa Allah ina nguzo ngapi? mbili. la ilaha inafanyaje? an-nafy bijamii al-ibada, kukanusha miungu yote, bijamii al-aliha, la ilaha. halafu illa Allah inafanyaje? ina ithbatu al-ibadati liman, lillahi azza wa jalla. na hivi vitu vyote lazima viweko pamoja. ukisema la ilaha ukiishia hapo peke yake ni kufuru, kwa sababu unaingia katika ilhad, unakanusha pia ibada ya nani? ya Allah. na ukisema ilahi Allahu peke yake bila ya kufanya nini? an-nafyu, pia utakuwa hujakanusha, kwa sababu ukisema ilahi Allahu hujakanusha miungu mingine isiyokuwa Allah, bali wewe umethibitisha kwamba Allah ni Mola wako. Kwa hiyo ndugu zangu, katika jambo la msingi la kuanza nalo ndani ya familia zetu, ndani ya jamii yetu, ndani ya majumba yetu ni tauhidullah azza wa jalla. hakuna maana ya ibada yoyote, hakuna maana ya malipo ya chochote utachokifanya katika khairi ikiwa hakuna msingi wa tauhid. ikiwa pamekosekana tauhid, awe mtu anasali, anafunga, anahiji, anatoa mali yake katika khairi, lakini akawa ni mshirikina, akiguswa tu na jani huyo kenda kwa mganga, akifikwa na tatizo anaenda kutizamia. au leo wanawake wengi wamekuwa wakifikwa na baadhi ya mambo katika ndoa zao, kwa watoto wao, kwa familia zao, wanatoka wanaenda kwa waganga, wanakamatana. mke kamkamata shangazi yake na mjukuu sijui wa nani, hao wamekamatana, wanaenda tena wanakwambia tumeenda kule, hala si mganga hivyo, tumemkuta na mtasbihi wake na mswala, babu na mtasbihi na mswala, wala si mganga yule. wewe umeenda kwa nani? kwani yeye katoka enda kwa mganga, alafu asharudi anasema yule si mganga. haya ndio mambo ambayo yameenea katika jamii yetu ya Kiislamu.
Sasa ikiwa yataenea hayo na watu wanasali, wanafunga, wanahiji, hakuna malipo mbele ya Allah. Mbele ya Allah hakuna malipo kwa mtu ambaye anamshirikisha Allah azza wa jalla. Na da'wa ya mwanzo yatakikana watu walinganiwe katika mambo haya. Sio kulingania watu katika ndoa, kuwalingania watu sio katika tabia, kuwalingania watu sio katika kwa sababu kuna watu wanaogopa kuchukizwa na kuchukiwa na watu. Kwa hiyo atafuta maudhui ambazo hakeri watu. Tazameni, leo kuna baadhi ya watu da'wa zao wanalingania da'wa ya tauhidur rububiyya. Tauhidur rububiyya huonyesha ukubwa wa Allah, uwezo wa Allah, science iliyofanyika yenye kuthibitisha kwamba Allah yupo. Raddu ala man almulhidina, wanawapinga wale ambao hawaamini mambo ya dini. Yani kuna watu katika dini wanaandika vitabu dhidi ya hao almulhidina ambao wenye kupinga mambo ya dini. Lakini wewe ukizungumzia wale waislamu wenye kujinasibisha na Uislamu, wenye kuabudu makaburi, wenye kuwaomba masharifu, wenye kufanya mambo ya matambiko na uovu au kujifunga maherizi na mfano wa hayo, ukizungumza hayo wanakasirika. Wanakuambia msiwafanyie watu mizozo, mkaleta chuki, ikawa nyinyi katika misikiti yenu kazi kugombanisha Waislamu kwa kutaja vitu ambavyo kila mmoja na rai yake katika mambo ya tauhid, katika mambo ya aqida, katika mambo juu ya kuthibitisha uwezo wa Allah na kupokeshwa yeye. Haya ndio mambo ambayo yameenea katika jamii. Watu wanaambiwa msiongee maudhui kama hizi. Wewe yule amevaa herizi, mwacha herizi yake, wewe uko na msimamo wako kwamba hii haifai, ni shirki baki. Lakini sisi tuwaradi nani? Washirikina. La, haya mambo hayana nafasi. Kwa sababu wale ambao wenye kujinasibisha na Uislamu wengi wao ndio washirikina. Aya inasema Allah ndani ya Qur'an, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, na wengi wao hawaamini Allah isipokuwa na wao ni washirikina. Kwa hiyo la mwanzo katika ulinganizi, da'wa ya ahli sunna inalingania katika tauhidullah wal bara'atu minash shirki, na kujieka mbali na ushirikina, Nasema fa inma da'at ar-rusul umamaha, si vinginevyo mitume imelingania umma zake ila kauli hadhihi al-kalima, katika kuisema kauli hii au kuisema kalima hii, wa i'tiqadi maanaha, na kuitakidi maana yake, la mujarrada qawliha bil lisan.